Ilikuwa siku mingi sana, dunia nzima yote iko na hangaika kwa jua hii vita ya Irani na Amerika. Sasa vita inafika kumwisho. Rais wa Irani na Donald Trump wamekutania Palestina siku nani wanahudumia na nini kikuo ne mazoni. Mazungumzo ya ngazi ya juu katika Amerika na Irani yanatangazwa kufanyikiwa Samedi Palestina saa tatu za usiku kamili kesho kwa saa za Afrika Mashariki, katika juhudi za kusaka amani baada ya kusitisha mapigano kwa wiki mbili huku Mashariki ya Kati. Mazungumzo hayo ambayo Palestina inasamia kwa mapastinishi yanakujua katika mazingira yasikofahamu kubwa, kwa huku mapigano na mvutano vikiendelea na masabikati usitaji mapigano akiwa bado taifa. Ikulu ya White House imesema mazungumzo yanaendelea na kuhakuna makubaliano ya mwisho yaliyofikiriwa. Msemaji wa White House Anna Creed amesema Amerika haitafanya majadiliano kupatilia vyombo vya habari, lakini Rais Donald Trump anaamini mpango ulipo uwezao kuwa msingi wa amani ya kuhudumu katika kesi hilo. Asante kwa kubonyesha subscribe, asante kwa kujiunga na sisi, asante mahali popote tunakupatia. Karibu kwenye vipindi vya Hope Info 3 vinaendelea na habari ziko na piskana. Hapa Tanzania watu 8 wamefungwa jela Tanzania kwa kuhudu kupotea kwa nyeti zao. Watu 8 nchi Tanzania wamekuwa kwenda jela kwa kifungo cha kati ya miezi 5 na 6 kutaka na kusambaza taarifa zilizodaiwa kuwa za ongo za nyeti zao kupotewa baada ya kushirikiwa bega. Kati lao ya wawili walihukumiwa mkono Shinyangangi, wawili katika mkoa wa Kuu, mmoja geti la watatu waliokamatwa kushatiliwa na upanda kulhumu mkono mbegu. Taarifa mbali za jeshi la polisi nchini Tanzania zinaendeleza kuwa hakama nchi huu zimehukumu watu au kwa kutelekewa kosa la kundi kulibiwa nyeti sauni, ambapo polisi wamesema si kweli na lichochoa machozi kulichukua sheria mkono kulishikia mkono wao. Sikiza hizi habari ziko napitikana kwenye Hope Info 3. Wanachi kujichaguliwa sheria mkono kwa kuambaliwa watu wasio hatua. Waliendelea kwa majibu wa taarifa hizo za polisi katika kipindi cha wiki moja tatu, zaidi ya saa kutoka nchi walikamatwa, wengine wanashirikiwa, huku baadhi wasubuli kufikishwa mahakamani kwa tulimu jibu tuhumu kamazo hizo. Tutaendelea, hizi ziko na piskana hapa duniani. Kikosi cha Airtel Misili kikatiliwa vipi duniani?
Baada ya kufariki mbali mulizi zaidi ya kutoka duniani hata kubwa inayowakabiliwa wananga wa kikosi cha 8M ni jinsi wanatangazwa duniani. Chombo cha Loni kitakalajiwa kutoka Pwini na Desing sita asubuhi za African Mashariki na saa 2 usiku ya Jumaa saa Amerika. Rubani la Antoine Victor Grebson akizungumzwa na washiriki wa habari alisema tangu kupokewa misemo hiyo tarehe 3 ya mwezi Aprili mwaka 2023 imekuwa ikifikiria jinsi kutalangawa duniani. Katika siku ya mwisho anga kikosi cha Airtel SC kilianza kujiandaa kurejeshwa hizo. Wana wa Airtel wavunjwa rekodi kwa zaidi ya kihistoria za mwezi saa ya kujelea tena kwenye mwezi na muhimu gani? Airtel SC safari hatari ya kihistoria. Binadamu wanajelea mwezini baada ya miaka 30. Twende nitakwambia kama jinsi vikosi vya haramu vyenye Amerikani hafanya operesheni ya ukosaji katika wa vita 6 April 2026. Wananga 8M wanavunjwa rekodi kwa safari ya kihistoria mwezi 7 April 2026. Nitakwambia kama njia 5 rahisi la kupunguza mafuta ya tumbo 8 April 26. Jinsi rubani wa Amerikani iliyotolewa na Irani hivyo koe 5 April 2026. Mvutano wa kipelikati usemaji familia yake ilivyoua na vikosi vya Israeli. Sayansi ya anga je duniani itashangaa pia vipi na lini? Kwa nini saa ya dakika 30 na sio saa? Jinsi mkakati wa vita wa Irani ilivyoshangaza Amerika na Israeli. Palestina imeweza je kuwa mpatikanaji wa vita vya Trump na Irani? Tuendelee na vipindi vya habari viko na piskana. Watu 8 wa Tanzania leja Tanzania kwa dumu upokewa kwa nyete zao. Kikosi cha 8M kitarejesha vipi duniani? Taarifa teni yanayoongozwa katika uzalishaji wa mafuta duniani. Irani na Amerikani kufuatia Palestina siku 8 wanahudumiwa na nini hiku mwezi huu? Jinsi dawa ambazo hapaswa kuchanganya kombe. Tesi za Costa Ulaya, Arsenal na Manchester United na Chelsea vitacheza kwa mwani posi. Wana wa Airtel AMC wanavungwa rekodi kwa safi ya kihistoria mwezi huu. Kama uko DRC, Tanzania, Burkina Faso, Mali, Nigeria, kama uko Ulaya, Irani, mahali popote ninakusalimia sana. Bonyesha subscribe, share, like na unakomanteli kwenye vipindi vyetu vya habari zetu
zinaendelea hapa kwenye Hope Info 3. Wewe usiende bila kubonyesha subscribe, Habari zetu zinaendelea hapa kwenye Hope Info 3, ni za kila siku, kila saa. Wewe urudi hapa kwenye Hope Info 3 kila saa. Habari ziko napitikana hapa duniani, tunazipitisha hapa kwenye Hope Info 3. Nilikuwa niko na kuambia gisi vanti makuu wa rais amepewa juhudi la kusitisha vita ambavyo hakuvitaka. Makubaliano ya kusitisha vita kwa wiki mbili katika Marekani na Irani. Trump anaonya viongozi wenye msimamo makali wa mlengo kuwalia wanaogopia vita nchi Irani. Mazungumzo yanasitisha kwa ajili ya ustataji wa leo. Tuendelee sasa. Donald Trump ameonywa viongozi wenye msimamo makali wa mlengo wa kuliwa munago vita nchi Irani. Rais wa Amerika Donald Trump siku ya Alhamisi amewashambuliwa kwa maneno makali wa viongozi kabla venye msimamo makali wa mlengo wa kulia waliwekamo dhidi ya wa vijana ambapo walaisi wa Amerika. Tutakwambia kama alisema ni juzu ya kuwa tiketi Cross Greti Laweso Alexi Jones wamefariki na vizuri kwamba Irani mfuatilizi mkuu wa ugaidi duniani ina silaha za nyuklia bilioni, huku Republikani ameandika kwenye mtandao wake wa CNN kwa sababu wana jambo wanalochongiliwa au alio dogo ni vijanga. Mchambuzi wa hapo wanao wenye ushambulizi mkuu wa taifa lewazi hati alipinduzi au kwa vita vya Irani wakiona kama vijana wao hauti. Donald Trump amejiunga na Amerikani kwa pia wanatuhumu kwa viongozi tofauti kwa kubalio shirikizo kutoka kwa Israeli kuanzisha mzozo huu. Mtaishi wao yanaonyesha mgongo wake unaokuwa ndani ya kambi ya Republikani kuwa maoni yao Young The Economist iliyofanyika katika siku za wiki karibuni na uzeti wa Donald Trump mwaka 2026 na wanapiga vita nchi Irani ikilinganishwa na 71% wanaungwa mkono vita hivyo. Wote wanafukuzwa kazi kwenye televisheni, wamepoteza vipindi vyao, hata wanajaliwa kwenye vipindi vya mazungumzo tena kwa sababu hakuna wapaji wanao sasa ni wafukuzu. Donald Trump aliandika akitumiwa herufi kubwa kabla ya kuwapambua kwa maneno mmoja baada ya mwingine. Tiketi Cross ya Emin Chris wote walitangazaji wa zamani wa kituo cha Fox News cha kifaiti ambao sasa wanaandiwa vipindi vyao vya kujitegemea.
ameshambuliwa tiketi Krosti, msimamaji wa muda mrefu wa ugonjwaji mkuu wa Amerika kwa Israeli baada ya endelea kwa katika mgonjwa wa Ukraine. Pia ameshambuliwa Grace Osi, msweti wa voti vijana aliyosamua mke wa rais wa France ameyoemikiwa sana kwa kuwa mtu, jambo ambapo sivyo. Rais wa Amerika amesema ametumiwa bigeti mikro atenda pesa nyingine katika kesi ya kikao aliyosalilishwa katika mashariki ya Amerika na rais wa Ufaransa mkeo Courtney West. Ameshutumiwa kushitikisa na kutumia vibaya katika video au kuwa mke wa Emmanuel Macron aliyozaliwa mwanaume. Baada ya mashambulizi ya Juma yakisiwa kubadiliwa na ilani, Candace Owen alimuita rais wa Amerika mwenda vizuri wa maamuzi kabla ya pia aliungwa mkono hitaji lenye kuondokewa madalika katika baada ya wachangamoto wa bunge la Amerika. Alijibu ujumbe na Donald Trump. Mshauri huu amezati vijana amependeza kupetwa bundu Donald Trump katika nyumba yake ya White House. Habari zinaendelea kwenye Hope Info Stream, nayo kama ni burudani, michezo na diplomasi hapa kwenye Hope Info Stream. Habari zetu wewe ulishajiunga na sisi, ninakupatia karibu. Asante wewe ulishabonyesha subscribe. Nisalimie huyu kijana aliniambia kama iko Bukavu. Ase mimi niko hapa Ukavu. Ninakusalimia sana mtangazaji wa Hope Info 3. Ninakufuatilia sana kwenye vipindi vyako vya habari vyenye unapitisha hapa kwenye Hope Info 3 kila siku kila saa, na mimi ninakuwa pamoja na wewe. Hapa niko nasoma ujumbe ye ilipitishwa hapa kwenye Hope Info 3 na rafiki wetu mwenye uko pale Ukavu. Aliendelea iko natuambia ase sisi hapa Ukavu tunaishi bie. Alitumikisha mo francais pale Ukavu, wanatumikisha francais sana. Ase hapa Ukavu tuko bie kidogo bila vita inaendelea katika ya FARDC na M23. Ni kidogo tukilala tunasikia lisasu mbalimbali limumoya masasu mamoya anatufikia ko bila mwahi masiku tutane kuambia kama hatuna vulugu, hatuna migogoro sana ya masasu. M23 inaendelea vizuri kabla sisi hapa Ukavu hatuyapata gisi na shie tutene endelea kazi zetu vizuri. Tukienda mkazi ni kidogo tunaenda na ogaoga, tuko nasema ase saa kusaa batene piga lisasu saa na saa masasu etene piga tutene toka movie tuko amo. Aliendelea na ujumbe nyingi, sitaimaliza yote, ngojea niachie hapa. Wewe nitumie ujumbe yako, uniambie kwenye uko, uniambie habari ziko napitikana pale kwenye uko hapo kwenye Hope Info 3. Tupitishe amu macho, tuwasalimie, tuwapatie karibu. Nyinyi nyote murudie hapa kwenye Hope Info 3. Asante.